Mheshimiwa Hadija Hassan Aboud atafuatiwa na Mheshimiwa Riziki Said Lulida na Neema Gerard Mwandabila pamoja na Mheshimiwa Venant Daud Protas wajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kunipa fursa jioni hii ya leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa nichukue fursa hii adhimu kumpongeza kwa dhati Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maoni yake na kiu yake katika kuhakikisha kilimo cha Watanzania kinakuwa, lakini wakulima wa Tanzania wanapata tija katika mazao yao na kuinua uchumi wa nchi kupitia sekta hii ya kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nawapongeza viongozi wa wizara hii, nikianza na Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, Naibu Katibu Mkuu na manaibu wote pamoja na watendaji wote wa wizara hii katika kuhakikisha wanalisaidia taifa, wanawasaidia wakulima. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, mdogo wangu Bashe ni zawadi kwa wakulima wadogo wa nchi hii. Nasema hivyo kwa sababu anajitoa na maisha yake na usalama wa maisha yake kukabiliana na kuwasaidia wakulima hawa wadogo wanaodhulumiwa kwenye viuatilifu, kwenye kununua mbegu feki na mambo mengine yanayohusu sekta ya kilimo, ambao anapambana na wahalifu hao. Mwenyezi Mungu ndiye atakayekupa ulinzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikiendelea, napenda pia kuwapongeza eneo naloliwakilisha, taasisi zisizo za kiserikali kwa juhudi kubwa wanayofanya kushirikiana na serikali katika kuinua sekta ya kilimo, kuwasaidia wakulima kwenye elimu, kwenye mafunzo, lakini pia kuwajengea uwezo na kusimamia kilimo, na hasa kilimo ekolojia, mbegu za asili, viuatilifu vya asili na mambo mengine yanayohusu kilimo, pamoja na kuwatafutia masoko. Wanafanya kazi kubwa sana kushirikiana na serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, wana haki ya kupongezwa na wao kwa mchango wao mkubwa kwa wakulima wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikiendelea na mchango wangu kwenye huduma za ugani, serikali imejitahidi sana kuwawezesha, kuwajengea uwezo, kuwapa vifaa watu wetu hawa, wafanyakazi wetu hawa wa maafisa ugani. Naomba tuendelee kuwajengea uwezo, kuwapa elimu na mafunzo mbalimbali ili kukabiliana na changamoto mpya zinazojitokeza kila siku kwenye sekta ya kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, napongeza serikali kwa ujenzi wa viwanda vya mbolea, lakini pia naendelea kushauri tuendelee kuwekeza zaidi kwenye viwanda vya mbolea, tuwajengee uwezo wananchi wetu wa ndani ya nchi waweze kuwekeza kwenye viwanda vya mbolea pamoja na mbolea hizi za asili, viwanda vidogo vidogo huko vijijini kwenye mashamba yetu. Sekta hii ipewe kipaumbele, kwa sababu Mwenyekiti, kuimarisha sekta ya mbolea, kuimarisha sekta ya mbegu, kuimarisha sekta hii ya viuatilifu ni usalama wa chakula, lakini pia ni usalama wa nchi pia. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye mbegu za asili, naomba sera, sheria zitambue urithi huu wa mbegu za asili na kuwe na benki maalumu ya mbegu za asili. Pamoja na mabenki hayo ya mbegu za asili, tuone na mpango kazi wa muda mrefu wa kuwa na mabenki haya kwenye maeneo, kwenye wilaya, hata kufikia kwenye eneo la kata. Mheshimiwa Mwenyekiti, na kuwe na utafiti, ongeze utafiti kwenye mbegu hizi za asili, kuona virutubisho vyake na viini lishe vyake, ili tutakapopata sasa uhakika mbegu hizi ziendelee kuzalishwa kwa wingi, zisambazwe kwa wananchi na zipewe ithibati kwa muda muafaka ili ziweze kutumika, badala ya kufanyiwa utafiti zikabaki tu kwenye store na kwenye maghala. Zipewe ithibati, wakulima waweze kutumia, pamoja na kutoa mafunzo zaidi kwenye kilimo ekolojia, kwa maana kilimo hai na kilimo hifadhi. Mheshimiwa Mwenyekiti, upotevu wa mazao, serikali imejitahidi sana kujenga maghala na vihenge kwa ajili ya kuhifadhi mazao, na ipongeza serikali. Lakini pia nashauri serikali kwa wale wakulima wadogo wadogo wanaweza kuhifadhi magunia 10 mpaka 100, kuna mifuko hii
ambayo inaitwa Hematic, ambayo haitumii kemikali, inahifadhi kwa kutumia viuatilifu vya asili. Hakuna kemikali kwenye hii mifuko, lakini bei yake ni kubwa sana, ni shilingi 1500. Tuone sasa namna ya kufanya kupunguza kodi ili mifuko hii iwe na bei nafuu, wakulima waweze kuitumia na kuhifadhi mazao yao na kuepukana na ile adha ya kuharibu mazao yao bila ya muda muafaka. Mheshimiwa Mwenyekiti, nampongeza Rais wa Jamhuri, lakini nampongeza makamu wa rais, nampongeza na waziri mkuu, kwa maana hawa ni wasaidizi wakuu wa Mheshimiwa Rais, wanavyomtia moyo na wanavyompa support katika kuhakikisha kilimo cha nchi hii kinafanikiwa. Mheshimiwa, tunapoomba kwamba wizara hii iengezewe budget, tunaipongeza serikali. Kila mwaka sasa hivi tunaongeza budget kwenye sekta hii ya kilimo, na tuna kila sababu ya kuendelea kuiombea budget wizara hii iongezeke ili kufikia mafanikio tunayotarajia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka kusema baadhi tu ya mafanikio ambayo tunapoomba budget yanafanywa kazi, kwa maana sasa kuna ongezeko kubwa la ujenzi wa mabwawa ya umwagiliaji na uchimbaji wa visima, ongezeko kubwa la ruzuku ya mbolea, mbegu na viuatilifu, ongezeko kubwa la ujenzi wa maghala na vihenge, ongezeko kubwa la bei ya mazao ya wakulima, ongezeko kubwa ya matumizi ya zana bora za kilimo, ongezeko kubwa la kuwapatia vitendea kazi maafisa ugani wetu, kuanzisha kilimo cha anga, kuongeza ajira kwa wanawake na vijana, kuanzishwa kwa benki ya washirika ili kuwasaidia wakulima. Mheshimiwa, kwa hayo machache tu Mheshimiwa Mwenyekiti niliyoyasema, kuna haja ya kuendelea kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, na kuhakikisha mwezi Oktoba tunampitisha kwa kura nyingi za kishindo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante sana. Asante.